kamili usiku. Karibu sana hapa, tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanaleta kwetu, na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Tupo na mkasa mpya ambao tumeuanza siku ya jana, na huu ni mkasa wa mwanadada anaitwa Daniela. Daniela ametuletea mkasa huu. Ndio, nami niko hapa msikilizaji kukujuza mengi zaidi ambao Daniela ameshia nasi, lakini nikukumbushe pale tuliishia siku ya jana. Jana tuliishia ndugu yetu Daniela akitueleza misingi kabisa ya awali ya maisha. Akitueleza yeye ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia, na anasema, niseme ukweli, nimezaliwa nikiwa nimejitambua, Mungu ameweka vitu ndani yangu na uwezo mkubwa sana darasani. Na akitueleza hatua zake za kielimu, namna ambavyo alifanya vizuri hata elimu yake ya msingi na hata sekondari. Lakini alitueleza changamoto aliyowahi kuipata ambayo ilipatiwa ufumbuzi kwa kupitia mganga wa kienyeji, na akasema changamoto hiyo haitajitokeza tena. Na anatueleza hatua zake za maisha zilivyozidi kusonga mbele. Na mimi niko hapa msikilizaji kukujuza mengi zaidi katika siku njema ya leo, Alhamisi tulivu kabisa. Karibu. Anatueleza haya ndugu yetu mpendwa wetu rafiki anaitwa Daniela. Daniela anasema hii ni safari yangu ya maisha, mimi Daniela nimeipitia. Naamini kuna mtu mmoja ananisikiliza, huenda naye akawa ana kitu ambacho anaamini ndani yake Mungu amempa kama zawadi. Mimi nazungumza kwa upande wangu, nilijitambua na uwezo mkubwa sana darasani, na ni kweli usiofichika. Shuleni, mahali ambako nasoma, katika hatua hizo walimu wangu wamethibitisha uwezo wangu mkubwa darasani. Na nimemaliza elimu yangu ya sekondari, nimepata nafasi kwenda elimu yangu ya kidato cha 5 na kidato cha 6. Anatueleza kuhusu rafiki yake ambaye anaitwa Ana. Ana ni mtoto wa jirani yao na amekuwa ni rafiki family kabisa. Anamueleza maneno mengi, lakini anasema nimeandaa chakula na tutakula pamoja hicho chakula. Ndio. Daniela anasema huu ni utaratibu wa kawaida tu kupata kula chakula. Anaweza kala chakula kwetu, hata mimi nikala chakula kwao. Ni kweli tuliandaa chakula, sio kwamba aliandaa yeye peke yake. Tuliandaa chakula pamoja. Tulipoandaa, tulitenga chakula na tukala chakula, ila hatukula sahani moja. Yani alikuwa na chakula chake akajipakulia na mboga zake akajipakulia, na mimi cha kwangu nikawa nimejipakulia hivyo, na tukala pamoja, nikimaanisha kwamba tumepika tunakula chakula pamoja. Daniela anasema kwa nini nazungumza hivyo na wakati nimekula chakula kwao mara nyingi sana? Daniela anasema nilipomaliza kula kile chakula, merudi nyumbani. Daniela anasema usiku nilianza kusikia maumivu ya tumbo. Tumbo likiniuma sana, kiasi kwamba nilishindwa kustahimili maumivu ya tumbo, na hata kusema kwa ni ile hali ambayo nilishowahi kuipitia inarejea kwa mara nyingine. Daniela anasema nilimueleza mama yangu jinsi ninavyojisikia. Hata wao waliogopa kwa sababu nilishawahi kupatwa na hali kama hii ya kuumwa na tumbo lisilokuwa la kawaida. Walinishukua na moja kwa moja kunipeleka hospitali. Wakanipa huduma ya kwanza ikiwa ni kupunguza maumivu ambayo najisikia. Lakini maumivu yalikuwa hayanyamazi. Unakumbuka mara ya mwisho ulikula nini? Nasema nakumbuka mara ya mwisho nilikula chakula. Chakula gani ulikula? Nasema chakula gani nilichokula. Na mama tukiwa hospitali ananiambia, mbona hicho chakula unasema, wewe ulisema umeshiba wewe? Ndio mama, nilikuwa nimeshiba, nilikula kwa Ana. Ina maana nyumbani kwa kina Ana. Sasa hicho chakula imekuwaje? Lakini niko hospitali hapa nikizidi kupata uangalizi wa madaktari.
Hali yangu ilianza kama hali ya kawaida, lakini hali ilibadilika ikawa serious sana. Nikawa ninaumwa tumbo mpaka nazimia. Na hizo ni nyakati ambazo mimi napaswa nirejee niende shuleni, katika shule bora ambayo nimepangiwa. Ni nini tena hiki tunakutana nacho? Haya mambo mimi na wazazi wangu tulishayamaliza. Hali yangu ilivyozidi kuwa mbaya na ufumbuzi ukakosekana hospitali, wazazi wangu wakarejea tena kutafuta ufumbuzi wa wapi wanipeleke nikapate matibabu. Utakumbuka kuna mganga alishawahi kunitibia. Hapa nazungumza ni miaka kadhaa imekwisha kupita. Daniela anasema jambo la kusikitisha na kuhuzunisha, baada ya sasa mimi nitafutiwa ufumbuzi nipelekwe kule, taarifa zinasema yule mganga wa kienyeji alipoteza maisha. Yani hayupo. Lakini ndugu zetu walijadili haya kwa pamoja kwamba tuna mtu mwingine ambaye anaweza akasaidia hili jambo. Waganga wako wengi, kwa hiyo twendeni tukapate msaada huko. Na hapo napokueleza, lugha yangu ya kuzungumza inaweza ikawa ni nyepesi, lakini nilikuwa nipo katika maumivu makubwa yasiyokuwa ya kawaida. Kwamba nimekula kitu cha sumu? Hapana. Yani nina shida gani? Hakuna kinachobainika. Lakini ninaumwa, yani kukueleza haielezeki. Nimepelekwa kwa mganga. Huyu ni mganga mwingine tofauti na yule wa mwanzo. Huyu mwingine akasema amekula kitu kibaya, amekula kitu cha kichawi. Yani nimelishwa chakula cha kichawi. Mama yangu nyakati hizi alisema sitakubali, haiwezekani. Na mimi sikuwa na sentensi nyingine ya kuzungumza, kwa sababu ni kweli mahali ambako mimi nilikula chakula ni kwa mama Ana, na tulipika kile chakula mimi pamoja na Ana. Na kwamba kile chakula labda mimi nilikuwa katika mazingira gani, labda aliniwekea kitu, mimi sijui, lakini hicho ndicho chakula ambacho nilikula. Naambiwa nilikula chakula cha kichawi. Kwa nini mimi nile chakula cha kichawi? Na huyo mganga akasema huyu mtoto wachawi wanamuinda sana. Yani mimi wachawi wananiwinda, wanataka kunitumia. Mama anasema mtoto wangu wamtumie kichawi. Yani kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtoto ni special, na wachawi wanataka kumtumia kwa sababu huyu mtoto ni special. Najiuliza, kwani mimi naweza nikatumika kichawi? Jamani, mimi sinajua uchawi unarithishwa kutoka familia na familia. Sasa mimi kama familia yangu, mama yangu sio mchawi, baba yangu sio mchawi, shangazi yangu sio mchawi, inawezekanaje mtu baki aanze kunilisha mimi vyakula vya kichawi na nionekane kwamba mimi nafaa kwenye vyama vyao? Anatueleza haya ndugu yetu anaitwa Daniela. Daniela anasema lakini huyo mganga alisema ile jambo liko ndani ya uwezo wake, anaweza kanisaidia. Lakini akasema angalizo. Alizungumza angalizo, akasema maneno haya: hapa nimepelekwa kwa mganga, niko napatiwa matibabu na maswali ameniuliza hivyo. Na mimi sasa hivi unajua binti wa kidato cha 5, na maana najitambua na ninajielewa, najua jema na baya. Alisema angalizo ni nini? Akasema naona kuna vitu unatakiwa mpambane navyo sana kuhusu huyu mtoto. Vitu gani? Yule mganga inaonekana hakuwa na utayari wa kuzungumza mimi yani nisiyasikie haya. Akasema nitakupeni mwongozo, lakini kuna angalizo katika haya. Leo nitamtibia huyu mtoto na atarejea katika hali ya kawaida. Na huyo aliyemtibia mwanzo alipaswa awape angalizo, lakini pengine hakuwapa. Mimi nitawapa hilo angalizo. Lipi? Wakasema watazungumza wao.
Nilitamani sana kujua angalizo hilo ni lipi, na hata walipopata kuzungumza, mimi nilimuuliza mama, huyu anazungumza kuhusu nini? Akaniambia, mwanangu, cha msingi hapa ni upate kwanza matibabu. Ukikaa sawa, nitaongea na wewe kila kitu. Daniela anasema, na ni kweli pale nilipatiwa matibabu kwa njia za kiganga. Na kweli mimi nikakaa sawa. Ina maana mimi kitu kinachonitesa, haya maradhi yanayonisumbua sio maradhi ya hali ya kibinadamu ya kawaida. Ina maana ni kweli yanatokana na mambo yanayohusiana na nguvu za giza, ndio ambayo yanatesa maisha yangu, kwa sababu ufumbuzi wake ni ufumbuzi ambao tunaopata kwa njia ya kichawi. Kama ingekuwa maradhi ya tumbo ya kawaida, ina maana ningetumia dawa, baada ya siku kadhaa ningepata matokeo, lakini dawa hazikuwa zinanipa matokeo mpaka nilipopata matibabu kwa njia za kiganga. Daniela anasema, nilivyokaa sawa, mama aliniambia hivi, mwanangu, lazima ujilinde. Nikamwambia, mama, unamaanisha nini? Amesema yule mtu angalizo. Hili ni la msingi sana na wewe ukalijua, kwa sababu unaenda kwenye masomo, lazima uwe mwangalifu sana. Nikamwambia, mama, sawa, na mimi nakusikiliza, hilo angalizo ni lipi? Maana sitamani kuona tena napatwa na hali kama hii. Nataka nimalize masomo yangu vizuri. Akaniambia, bila shaka. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Daniela. Leo ni siku njema sana msikilizaji, nami nitakupeleka mapumziko dakika chache, nitarejea hapa. Huu ni mkasa wa ndugu yetu anaitwa Daniela. Ni mfupi sana, lakini ni mkasa ambao unaweza ukamfanya mtu mmoja akatambua nafasi yake na akachukua hatua. Yes, narejea hivi punde. TikTok Capital E. Yes, ni ndugu yetu huyu anaitwa Daniela, akiendelea kushia nasi haya mengi katika safari yake ya maisha. Nasi tunayasikia haya kwa kusudi ya tujenge na yatutoe hatua moja kutupeleka hatua nyingine. Daniela anatueleza haya. Daniela anasema, niko makini sana na msikiliza mama. Nini anataka kuniambia? Ni angalizo lipi ambalo ameambiwa? Daniela anasema, mama aliniambia kabla ya kwenda shule kuna kitu utatakiwa ukivae kiunoni mwako. Ni simple tu, itakuwa ni kinga kubwa sana kwako. Hutakiwa kukivua, kitakukinga na kila kitu kitakachokuwa kinakuja mbele yako. Hakitafanikiwa kukudhuru. Hakuna uchawi wowote utakaopata nafasi kwako. Lakini amesisitiza sana ni muhimu. Nikamwambia, mama, ni hilo tu? Mbona kama nilihisi ana kitu kingine tofauti na hicho? Iliwezekanaje ashindwe kusema hilo mbele yangu na wakati mimi ndio napaswa kutekeleza hilo? Kuna jingine mama? Akasema, hapana mwanangu, hakuna kitu kabisa tofauti na hiki ambacho mimi nakueleza. Nikamwambia, mama, mimi nitafanya yoyote ili niwe salama. Tulizungumza hayo mimi pamoja na mama yangu. Daniela anasema, na ni kweli mama alinivalisha. Hii ilikuwa ni aina fulani ya kamba, lakini imewekwa vizuri, imetengenezwa vizuri. Na mama akasema, haikuwa hivi, nimeitia nakshi ili ukivaa ikupendeze tu. Nikamwambia, kuna ubaya wote mtu akiiona? Akasema, hakuna shida yote mtu akiiona, lakini haitaki kutoka kiunoni mwako. Isitoke kiunoni mwako. Zingatia hili mwanangu, isitoke kiunoni mwako. Nimekuwa nikipitia changamoto sana.
Safari yangu ya masomo imekuwa na vita sana. Ndio. Safari yangu imekuwa na vita sana. Nakumbuka tuliporejea mama aliniambia ni vyema nikakaa mbali sana na Ana. Na sio tu na Ana, nikakaa mbali sana na hata na mamake. Na kwa sababu nilirejea kutoka kwenye matibabu kutoka kwa ule mganga, sio kwamba nilienda nikapatiwa matibabu nilikaa siku moja, no. Nilikaa siku kadhaa. Yaani matibabu yangu hayakuwa kwenda kwa mganga na kurudi. Yalikuwa ni matibabu ambayo unakaa kabisa. Yaani unakaa ni wiki. Kwa mfano yale matibabu ya kipindi kile nilikaa zaidi ya hapo. Niko kwa mganga, nilala naamka, naendelea kuogeshwa dawa, naendelea kufanywa hivi ili niweze kurejea katika hali ya kawaida. Kwa hiyo nimetoka huku kwa mganga nimekuja moja kwa moja hospitali. Na katika vitu ambavyo niliambiwa upaswi kusema ni namna ambavyo wewe unajitibia. Mimi nilipelekwa hospitali na aminika kwamba nilikuwa hospitali. Lakini kule juu ya hospitali huko nimeshabebwa, nimeshapelekwa kwa mganga. Mama aliniambia, tunahangaika mwanangu. Hatuchoki kuhangaika. Lakini kadri tunavyohangaika namuona mtu ambaye anatesa maisha yetu. Lakini tunazidi kumdhibiti kwa namna yote ile. Basi na mimi nilishika kile ambacho mama aliniambia. Kiukweli sikutaka hata kuzungumza na Ana. Ana ni jirani, yani ni nyumba jirani hapa na hapa. Yani ni ile unapika ugali, unaenda kuomba mboga kwa jirani, unakuja kula ugali. Upendo tuliokuwa nao. Lakini sasa hivi yani mambo yametokea mpaka unaambiwa usiongee naye, sio mtu mzuri. Labda hawakuweza kuniweka wazi kiundani zaidi, waliona bado sipasi kuyasikia hayo kwa nyakati hizo. Ndio. Daniela anasema awamu hii naenda shule, nakumbuka. Maana nimesha poteza siku kadhaa hapa kwa ajili ya matibabu. Ina maana wenzangu walikwisha kuripoti shuleni. Nakumbuka sasa siku ambayo mimi ninaenda shule. Yani sasa ndo siku natoka hapa nyumbani naenda shule. Yani haya maisha tunaishi uwezo ukamkwepa jirani. Ile natoka tu mimi nikiwa nimetangulia, nilikutana na mamake na Ana. Akaniambia, mwanangu, ndo naenda shule. Sikumjibu. Daniela, ndo naenda shule, unaona kazi hata kunijibu. Nimekosa nini kwani? Unamsikiliza mamako? Mamangu akawa ametokea. Mama akamwambia, mama Ana, hii vita ni ya mimi na wewe, lakini sio vita ya mtoto wangu. Naomba uniachie mtoto wangu. Naomba uniachie mtoto wangu. Mama Ana akafyonya, yani akafanya kama mfyonyo. Na akasema haya, yani mimi tu kumuuliza mwanao imekuwa vita. Kisa nini? Kwa sababu amefaulu shule fulani, kwamba huko ataenda atasoma atakuwa mtu fulani. Kwa hiyo sisi wengine wenye watoto ambao hatujafika huko tunadhalaulika hapa mtaani. Naye haya ndio maneno aliyazungumza mama Ana na akaingia zake ndani. Mama aliniambia, achana naye. Mpuuzi kabisa huyu, achana naye. Ina maana kuna vita ambayo mimi sitambui ambayo inaendelea kwa wazazi wangu, na pengine ni kuhusiana na mimi, labda kule mganga labda aliwaambia zaidi kuhusiana labda na kile chakula ambacho mimi nimekula, labda pale alizungumza kwangu kwamba mimi nimelishwa chakula cha kichawi. Labda wazazi wangu unaona walipata taarifa zaidi, lakini hawajanieleza mimi. Inawezekana ni kwa mapenzi mema kwamba nisibebe vitu vingi kichwani mwangu na wakati na majukumu ya kimasomo mbele yangu. Mama aliniambia, usiwe na wasiwasi mwanangu. Nenda ukasome na kila kitu kitakuwa sawa. Nikwambie mwanangu, ukiwa huko shuleni hakikisha unakuwa mwangalifu sana na marafiki. Nikamwambia, ndio mama. Wewe ni binti yangu naijivunia sana. Na nakuombea mwanangu kila siku uwe ni mtu ambaye unaenda kutimiza ndoto zako. Ndio maana kila jaribu linapoibuka tunasimama kupambana nalo na tumekuwa tukishinda. Kwa hiyo usiruhusu kuzoea watu ovyo.
sawa, unatakiwa ujilinde na hakikisha hicho kitu kionani mwako hakitoki. Nikamwambia sawa mama. Sasa nimeenda shule. Nimeripoti shule na moja kwa moja nimefika na kuanza masomo. Nikizungumza kwa habari ya masomo, mimi ni yule mwanafunzi ambaye wala sihitaji time sana ya kusoma. Kwa hiyo hata kama nimechelewa, nilifika pale nikaanza kuona wenzangu wamefanya nini, haikunisumbua. Nikapiga pale, nikafanya maarifa pale, na mwisho wa siku nikawa sijawa mbali sana na wenzangu mahali walikuwa wamefika. Lakini kama kawaida yangu, mahali ninapokanyaga basi nitatambulika kwamba kuna binti moja anaitwa Daniela. Hiki ni kitu ambacho mimi naamini tu Mungu amenipa. Sio kwamba mimi ni mcheshi sana. Sio kwamba mimi ninavutia sana kwa muonekano kwamba mtu akinitazama avutiwe kusogea karibu nami. Hapana. Sio kwamba ninasaidia watu. Hapana. Niko tu kawaida. Lakini mahali popote ninapokanyaga, kila moja atanipenda. Sikatai kuna watu ambao wanaweza kukuchukia kwa sababu zao, lakini wale ambao wana mioyo safi watanifurahia. Hata darasani nitatambulika na walimu wote. Narudia tena, mimi ni yule mwanafunzi ambaye kila mwalimu akiingia darasani lazima atasema Daniela. Mwalimu mwingine akiingia atasema Daniela. Kuna meeting mmekaa, lazima nitatajwa Daniela. Ninafahamika mpaka viongozi wa juu kabisa. Kwa muda mfupi nimekuja, kuna watu walitangulia hata pengine majina yao hayajulikani darasani, lakini mimi Daniela ninatambulika. Niseme nini? Hiki ni kitu ambacho nimekuwa nikimshukuru sana Mungu. Watu wanapenda wawe na urafiki na mimi, labda kutokana na uwezo mkubwa niliokuwa nao darasani. Lakini nakumbuka maneno mama aliniambia, na hapa ninavyokuambia ninazingatia. Sivui hiki kitu kiunoni mwangu, maana ni kinga yangu. Kitazuia wachawi, hivyo yani tabaki salama. Nakumbuka nilimaliza masomo yangu ya kidato cha 5. Mama hakutaka nirudi pale nyumbani. Mama alinipeleka kwa ndugu yangu na nikamaliza mpaka likizo yangu. Nikarudi tena kidato cha 6. Mapambano ya masomo yakawa ni mengi sana. Mama hakutaka tena nirudi nyumbani. Nikaenda tena kwa ndugu yangu. Mama hakutaka nikanyage nyumbani kabisa. Daniela anasema, nakumbuka nimemaliza masomo yangu ya kidato cha 6 na kama kawaida, yani niko vizuri sana katika mambo yangu ya masomo. Sikuona ugumu wowote. Naamini nimefanya vizuri. Na mama pia hakutaka nirejee nyumbani. Niko kwa ndugu zangu. Daniela anasema nakumbuka siku hiyo naikumbuka sana. Nikiwa nazungumza hizi kumbukumbu, husisi mwili wangu unasisimka. Nakumbuka usiku. Sio kwamba mimi nilikuwa nimelala. Nilikuwa nimejiegesha natafuta usingizi. Daniela anasema, nilipokuwa nimejiegesha natafuta usingizi. Unamjua mtu amejiegesha, yani umejiegesha, sio kwamba umelala. Daniela anasema nilifeel kuna kitu kimeingia ndani yangu. Yani nilifeel mimi kuna kitu kimeingia ndani yangu. Sio kuna mtu anaweza kanielewa. Sijui kama kuna mtu anaweza nielewa. Yani umetulia mahali, mimi nilikuwa nimejiegesha tu, niko kitandani. Pengine labda ingeweza kunitokea nikiwa tu nimekaa labda kwenye kiti, lakini unafeel kama kuna kitu kimeingia. Yani kama kuna nguvu fulani imeingia. Na mimi mwenyewe nilikuwa nimelala nikaamka. Nikasema ni nini hiki? Jamani, ni nini hiki kinanitokea? Yani mimi nikiwa nashangaa kwani nimepatwa na kitu gani? Na niko na ndugu zangu. Nakumbuka niliamka nikaenda kwa ndugu yangu mmoja, kwa sababu ilikuwa ni usiku. Nikamgongea mlango. Akaniambia, "Kuna nini?" Nikamwambia, "Huwezi amini, sijui ni kitu gani kimenitokea." Akasema, "Ni kitu gani?" Nikamwambia, "Hivi unajua nimejiegesha hapo, nimehisi kama kuna kitu kimeniingia." Akacheka. Akaniambia, "Daniela, ni kitu gani unachozungumza? Kitu gani kinaweza kikamuingia mwanadamu? Yani wewe kwa hiyo kitu gani kimekuingia?"
nenda kalale Daniela. Nikamwambia kweli, nimejifili hivyo. Akasema hamna kitu kama hicho Daniela, hizo ni ndoto. Unajua unaweza ukawa unajihisi kama hujalala lakini ukapitwa na kausingizi fulani, alafu kakaja kandoto fulani, yani ambako kandoto kale kadogodogo hivi kakaja kwa sekunde chache, huko akiwa anacheka. Akaniambia Daniela, enda ukalale, hakuna kitu chochote. Nikamwambiaje, yani huwezi amini. Anasema Daniela, nenda kalale, kama unaogopa kulala peke yako njoo ulale huku, lakini hakuna kitu chochote. Nikamwambiaje, sawa, labda naweza nikawa ni hisia zangu, si ndio? Akaniambia hilo ndo linaweza likawa la maana zaidi, ni hisia zako. Nikamwambia okay, ni hisia zangu, basi tufanye ni hisia zangu, basi mimi ngoja tu nirudi kulala. Daniela anasema nikarejea chumbani nikalala, lakini sikujisikia vizuri, lakini nikapitwa na usingizi. Daniela anasema mimi Daniela nililala, yani nilivyopitwa na usingizi nililala, nimekuja kuamshwa imefika saa 6. Na mimi sio kawaida yangu, yani kulala mpaka saa 6 sio kawaida yangu. Nilivyokuja kuamshwa hapa nyumbani nakaa ni kwa ndugu zangu, na huamka kuwasaidia usafi asubuhi, kupika, kwa mfano kufua, kufanya kazi za hapa na pale, na hapa kuna watoto pia. Kwa hiyo kulala mimi mpaka saa 6, hiyo inakuwa ni ishara ambayo yani inakuwa sio kitu kizuri. Unatakiwa wewe kuamka, ujumuike na wenzio, kama ni kufagia, kufanya usafi, yani kwa ujumla, mpike chai, watoto wao wanatakiwa kuangaliwa. Ananiambia, vipi wewe, mbona umelala mpaka saa hizi? Daniela anasema mimi hapa Daniela, yani nikajifiri kukasirika, nikajisikia kukasirika, na nikamwambia kwa hiyo mimi nikilala kuna tatizo? Kwa hiyo kila siku mimi niwe naamka asubuhi? Yani sielewi hata jaziba nimeitoa wapi, sielewi, lakini najikuta tu na jaziba. Akaniambia, kwa hiyo nimekosea sana kukuamsha, ilipaswa niendelee kukuacha ukilala. Daniela, hapa unakaa ni nyumbani, ni kama kule nyumbani kwenu, huwezi ukaamka na kusaidia kazi. Nikamwambia, kwa jana sikuamka kusaidia kazi, juzi sijaamka kusaidia kazi. Kama mmenichoka ni bora kuniambia, lakini sio kuninyanyasa. Jamani, ni mimi hapa Daniela, na najifili ndani, kwa nini nimekasirika? Yani kwa nini hili jambo linikasirishe, yani mimi kuamshwa kwamba kwa nini umelala mpaka saa hizi? Yani hapa mimi kinachonikasirisha ni kitu gani? Lakini uwezi amini, nilikasirika mpaka top. Yani mpaka top, kwamba ninanyanyasika sana, ni bora niondoke hapa nyumbani, manyanyaso yamezidi. Jamani, nakwambia ushahidi ni Mungu, wananipenda sana wa watu, na tunaishi kwa amani na wa watu. Wananiambia, Daniela, hivi kweli Daniela wewe unajibu haya majibu? Niacheni, namwambia mamangu na rudi zangu nyumbani. Daniela anasema nikasusa chakula, mimi hapa hasira bado ninaisikia ndani yangu ya kiwango kikubwa. Wakamtaarifu mama. Sasa unajua mama ananijua mimi, anajua ni binti mtulivu na sijisifii. Ni kweli mimi ni binti mtulivu sana. Nimemaliza mimi kidato cha 6. Ni binti ambaye sijawahi hata kujihusisha na mahusiano. Yani nimekuwa ni mwangalifu, najitunza, nazingatia masomo, sijichanganyi. Ni mtu wa kusikiliza wakubwa, siwezi kumjibu mtu mkubwa neno lolote baya. Mama anasema, jamani, kwani mwanangu amepatwa na nini? Wanasema mpaka mamako anauliza umepatwa na nini? Hivyo unawezaje kujibu majibu kama haya? Maana nilimjibu mtu mzima kwamba kwa hiyo mimi nikichelewa kuamka basi mimi ndo nimekosea sana. Yani kwa nini nimjibu hivyo na yeye ni mtu mzima? Nimeshindwa kutafuta lugha nzuri, labda nimechoka, ndio maana nimejikuta nimepitiwa na usingizi. Kwa nini mjibu kwa kejeli kama hivyo? Daniela anasema
jambo usilolijua ni kama usiku wa giza. Daniela anasema, niko hapa natamani kushare haya yangu machache ya ajabu, yanaweza kukushangaza kidogo. TikTok, capital E. E. Yes. Tunakamilisha ripoti ya leo katika siku njema ya leo sasa na dakika kadhaa hapa. Nizidi kukushukuru sana. Asante kwa kusikiliza EFM popote pale ulipo. Sijui unanisikiliza ukiwa wapi. Basi hapo ulipo mimi nathamini sana uwepo wako. Na niseme asante tena na tena. Kumbuka ripoti ya leo inakujia kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Tuko na mkasa, tumeanza na ujana wa ndugu yetu anaitwa Daniela. Na niko hapa mimi Veronica kukujuza mengi ambayo Daniela ameshia pamoja nasi. Daniela anatueleza hali ambayo ameipata ya jaziba isiyokuwa ya kawaida. Hata yeye anasema anashangaa, why mimi nimepatwa na jaziba? Lakini jaziba haishuki kabisa ndani yake. Daniela anasema mama alipata kuzungumza na mimi na simu. Yani umeelewa, alipiga simu, nipeni niongee na Daniela. Nikamwambia mama, nimechoka manyanyaso kwenye nyumba. Nimevumilia mama. Nimechoka. Nataka nirudi nyumbani. Mama ananiambia, au manyanyaso umeanza kuyapata baada ya kuamshwa asubuhi, baada ya kuamshwa. Kwa hiyo wewe unataka ulale tu hapo nyumbani ulale. Huwezi ukaishi hivyo mwanangu. Nikamwambia hapana mama. Na umekuaje? Nikamwambia hapana mama. Mimi mama nataka kurudi nyumbani. Na mara zote wewe umekuwa hutaki mimi nirudi nyumbani, unaniacha tu huku, nataka nirudi zangu nyumbani. Mama kaniambia, Daniela, si tumekubaliana? Tumeshaongea kila kitu. Nimekuambia kuna short course utaanza na kila kitu nimekiweka sawa. Unataka kurudi nyumbani? Nikamwambia nataka kurudi nyumbani. Jamani, nimemaanisha nataka kurudi nyumbani. Sitaki kufanya kazi, sitaki kuosha vyombo, kupiga deki, sitaki mtu anisemeshe, sitaki mtu aniamshe. Daniela anasema, nakumbuka mama alituma nauli. Basi mwambeni tu Daniela aje, labda ameona amekaa mbali na familia, mwambeni tu aje. Basi na mimi nikaondoka kwa ndugu zangu, nikarudi zangu nyumbani. Daniela anasema nimefika tu nikamuona mama Ana. Yani mtu wa kwanza anafika nyumbani, yani unajua unatoka huko unarudi nyumbani unamkuta jirani yako. Ndo yani ndo kama anakupokea yeye kabla ndugu zako hawajatoka kukuona. Aliponiona akaniambia, nilijua utarejea rafiki yangu. Mimi na mama Ana ni amekuwa jirani yetu. Mtoto wake amekuwa rafiki yangu. Lakini dakika za mwisho hizi mimi nilipoondokaga walikuwa hawana mahusiano mazuri yeye na mama. Kwa hiyo hata mimi niliacha kuzungumza na Ana. Mama hakutaka kabisa nizungumze na huyu mama. Mama hakutaka kabisa nizungumze na mama Ana. Lakini nilipomuona mama Ana, yani nikwambie sijui kama nilikutana na habari gani njema kwenye maisha yangu. Nikafika kwanza nikamuwau. Nikamwambia za siku nyingi, akaniambia ni nzuri, unaendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri, hatimaye umerejea nyumbani. Nikamwambia ndio mama, karibu mwanangu, nilikukumbuka sana. Nikamwambia kweli? Akaniambia nilikukumbuka sana. Najiuliza mtoto atarejea lini? Nikamwambia ndio hivyo nimerejea. Akaniambia sasa nenda nyumbani kwenu. Mamako unajua, mamako amekuwa mkorofi. Ninakuomba upumzike, lakini baadaye tafuta muda nitakuchinjia kakuku kidogo. Nikamwambia kweli? Akaniambia nakuchinjia kakuku kidogo kwa ajili yako rafiki yangu. Nikamwambia sawa. Mahusiano ya hivi vile najisikia kwa huyu mama sijui, lakini ninajisikia hivyo.
Ulishawahi kujifeel kuna vitu unafanya baadaye wewe mwenyewe unaweza ukatulia ukasema mbona mimi nimekuwa hivi? Alafu lakini unajikuta unafanya. Labda nikizungumza hiyo lugha unaweza ukaelewa. Ulishawahi kufanya vitu baadaye unasema hivi imekuwaje, lakini huwezi kuacha kuvifanya. Lakini kuna muda unasema mbona kama mimi siko sawa, lakini huwezi kucontrol kile kitu ambacho kinatoka ndani. Yaani huwezi kuzuia kile kitu kinatoka ndani. Unajikuta unafanya. Nimetoka pale nikaenda nyumbani, mama akafurahi kuniona, akanipokea na nini, akasema mwanangu, mimi nimepigiwa simu maneno niloambiwa, nikasema huyo sio mwanangu. Huyo sio mwanangu mimi, Daniela wangu mimi, binti yangu mimi ambaye maadili nidhamu ndo ngao yake. Nawezaje kuambiwa habari kama zile? Nikasema mwanangu akija tutaongea. Nini ni shida? Hasira ya nini? Nikamwambia mama walikuwa wananinyanyasa. Wananinyanyasa mimi, yani hawanipendi. Sasa namna ninavyoongea mama ananiuliza, wewe Daniela, usiniambie uko shuleni ndio umepata marafiki wanaongea wakirusha hivyo mikono. Namwambia unaona sasa mama, kwa unataka niongeaje? Haya, niongee nimebana hivi mikono yangu. Akasema Daniela, ni lini unaongea hivyo? Yaani ni lini unaongea hivyo? Unajua kuna muda na mimi na feel ndani yangu, kwa sababu mimi katika kuongea kwangu wakati tunaongea kawaida, sipazi sauti yangu. Yaani kwamba nikapaza sauti, yani ninakuwa nimekul, sirushi mikono. Alafu sina tabia nikizungumza na mtu labda nimshikie kiuno hivi, labda nimshikie kiuno au kama kumnyari fulani hivi. Lakini nikwambie ndo sasa hivi mimi nina hizo character. Nina rafiki yangu ana hizo tabia, labda amenifundisha. Sina rafiki wa hivyo, yani ambaye anaongea kishari, sina. Yani ninamwambia mama, kwa ningefanyaje mimi? Hebu niambie, ningefanyaje? Watu wananinyanyasa. Nimeona hapana, siwezi kuendelea kukaa hapo. Mama ananiambia, wewe Daniela ni nini? Umekuaje? Naambia unaona na utaanza kuninyanyasa, si ndio? Utasikiliza maneno ya kule, uanze kuninyanyasa mimi hapa nyumbani. Hakuna shida. Mama akaniambia, basi mwanangu umechoka, basi mwanangu pumzika. Daniela anasema, ninakueleza hii kitu, natamani kuna mzazi mahali anielewe hiki kitu nasema. Nazungumza hivi natamani jamii isikie, kwa sababu mimi sikuwa hivi. Mtaniambia na marafiki zangu wamenifundisha. Sijafundishwa na rafiki mimi kunyanyua vidole, yani kumchamba mtu. Sijawa hivyo. Na sijakaa Uswahilini huko kwamba hizo tabia nimeziadapti huko. Sijawa hivyo. Lakini sasa hivi mimi ndo mchambaji. Yani huyu naye yupoje, huyu naye bwana mambo yake. Jamani, huyu Daniela ameanza kujua kuchamba lini? Ninachamba. Usiingie kwenye 18 zangu. Daniela anasema mimi hapa ndo nikawa rafiki na mamana. Nikitoka hapo nimegeuka hapa nenda kwa mamana. Mamana, njoo ule mwanangu, njoo ule. Nenda nakula chakula kwa mamana. Ikawa ni vita kubwa kati ya mama na mama Ana. Mimi sina tabia ya kupenda wanaume. Lakini nilianza mahusiano. Kuna mwanaume hapa mtaani kwetu hapa, alikuwa ananipendaga huko. Nikampa nafasi. Tena nikampa nafasi kwa njia nyepesi. Yani kiasi kwamba yani mimi ile asili yangu ile niliyokuwa nayo nisingeweza kukubali mwanaume kiwepesi hivi. Lakini tu Daniela, unajua nimeshakubali, ameshakuwa mpenzi, tumeshakuwa na mahusiano ya kimapenzi. Hivyo simu, mimi siogopi kuongea na simu. Yani kwa mfano mwanaume ananipigia simu, niko nimekaa kwenye kochi, ananipigia, baby vipi baby? Naambia yes baby I miss you. Mama anakuja analia, ananiambia Daniela mwanangu,
Wewe ni wakuzungumza na wanaume mbele ya mimi mamako? Yani siogopi, sijali chochote. Ukiniona mimi wa miezi 5-4 iliyopita, ukiniona leo ni watu wawili tofauti. Nilikuwa najisikia kwenda kukata nywele. Nilienda nikanyoa mnyoo, nikatoa hizi nywele zote huku, nikatengeneza kakiduku fulani, unajua yani hapa kakiduku fulani kakishikaji yani. Endi nasikia peaceful, yani nasikia amani. Mtu aliyekuwa akinifahamu zamani anaweza akasema ni nini kimempata huyu binti. Mama anasema sio kitu cha kawaida, mtoto wangu anachezewa, inabidi nimchukue, sio nimpeleke wapi. Na kitu kingine ambacho mama Ana aliniwin ni kuniambia umependeza. Yani yeye ndo kama yule mtu aliyekuwa ananikubali nilivyo. Yani ananikubali nilivyo mimi. Ananiambia mnyoo umenyoa bab kubwa, huu ndo wenyewe. Mama ananiambia leo hii wewe unakuwa na tabia kama za Ana, za kulala nje kuangika na wanaume, na wewe ndio umekuwa na tabia kama za Ana. Unakaa unaanza kuchamba watu. Yani historia yangu ile njema ikawa imepotea kabisa. Lakini zaidi matokeo ya mtihani yalikuja kutoka, niligoma kwenda chuo. Yani nimefaulu vizuri, niligoma kwenda chuo, sishikiki, siambiliki, sibebeki kwenda kwa mganga nini. Na hicho nilivalishwaga, hicho nilishakitoaga nikakitupa likitu gani ili mimi nimevalishwa hapa. Lakini zaidi nilianza kujichora tattoo. Maana sasa yani napenda magenge, yani sasa hivi napenda magenge. Unajua wale wasichana wa mjini wale, yani ndio napenda sasa. Nikaanza kuchora tattoo ya kwanza tu nikachora I love you mama. Nikarudi nyumbani, mama anaona ile tattoo analia, namwambia unalia nini mama kati nimekuchora wewe? Si nimekuchora wewe, na kwa nini unalia? Unalia nini mama, unanichulia mimi? Kati nimekuchora, ningekuwa nimemchora mtu mwingine au nimechora wanaume, lakini nimekuchora wewe, unalia nini? Mama ananiambia mwanangu, wewe ni wakujichora tattoo mwanangu. Mama analia, yani namuuliza mama unalia nini? Mama unalia nini? Ananiambia mwanangu ungeenda shule. Mama alishaleta mpaka waganga hapa nyumbani. Leta waganga, sijui zunguka kwenye nyumba, yani sisikii siambiwi. Tattoo moja nilianza kuchora, nakwambia nilianza kujitoboa. Unaona, kwa mfano mimi nilikuwa napenda urembo, msichana msafi na nini. Metoboa tobo moja, meka hereni. Wengi tunatoboa tobo moja, yani tobo, si ndio? Nikaanza kutoboa matobo mengi. Nikatoboa. Kwanza nikaanza kutoboa kwenye masikio. Kukawa kuna matobo mengi, alafu yote nayavalisha hereni. Au matobo yote nayapiga hereni. Daniela anasema sikuishia hapo, nikatoboa hapa pua. Unajua unasema kipini hapa kwenye kipua, nikatoboa. Sikuishia hapo. Unaona kwenye nyusi nikatoboa. Yani huku na upande huu nikatoboa. Nikaona haitoshi, nikatoboa kwenye kipua. Unaona kwenye kipua, yani kikishikizo cha hizi pua hizi, nikatoboa hapa. Nikaweka kihereni kinaning'inia. Yani ninajifili kutoboka. Yani nikikaa nasema sijui nitoboe nitapendeza wapi? Nikinali wapi? Yani ninapenda hivyo. Nilichora tattoo kwenye kiuno hapa nilichora tattoo. Lakini umeona mgongo wangu, umeona mgongo, ukiona mgongo, mfereji wa mgongo, yenyewe nilichora tattoo hapa ya ua moja amazing kabisa. Ndio ninajisikia, yani najisikia vizuri. Ndugu zangu walikuwa wakilia, wakiomboleza kwa ajili yangu. Wameshangaika, na kuambia wale wenzangu nilimaliza nao masomo ya kidato cha 6, walishaenda chuo. Yani mimi sasa nimekuwa muhuni nisiofaa. Naweza nikaondoka nyumbani nisirudi hata miezi 3. Wakanitafuta,
wakanitafuta. Sielewi. Najisikia tu hivyo. Unafahamu hizi wanasema nyumba za massage center. Ilifika kipindi mimi nataka niende kule niwafanyie watu massage. Naambiwa hapa hakuna hela kulipwa. Kuna hiyo ofisi ambayo nilipelekwa na huyo mdada ambaye nimefahamiana naye huko vichochoroni huko. Hela utajitafutia wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ukimfanyia mtu massage, akielewa massage yako anaweza kukupa tips. Yani hivyo tunaishi hivyo. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Daniela. Daniela anasema haya ni mabadiliko ambayo ni ya watu wawili tofauti. Yani mimi Daniela niliyekuwa, ukiniweka na hapa, unaweza kusema watoto wa siku hizi wenyewe wanabadilika. Inakuwaje mtoto anakuwa hivi? Mtoto wangu alikuwa hayuko hivi, hanijibu vibaya, leo yeye ananitishia. Mimi nilikuwa namwambia baba, nitakuua, usinichezee. Ninakwambia usinichukulie poa, na kitu cha moto nitakuua. Wanalia. Jamani, mtu huyu kapatwa na nini? Wanasema nimerogwa, huyu mama jirani anamloga, anamtupia madudu, anamwangaisha mtoto wangu. Vita ni kubwa kweli. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Daniela. Asante. TikTok, Capital E.